Naweza kuanza. Ndugu waandishi wa habari, siku ya leo nimewaita hapa kwa ajili ya kuzungumza baadhi ya mambo machache kwa muda mfupi kulingana na changamoto ya mafuta ambayo inaendelea hapa nchini. Jambo la kwanza, Chama cha Mapinduzi kinapenda kuhakikishia Watanzania wote kuwa kinaelewa kwa kina changamoto ya kupanda kwa gharama za maisha inayokabili nchi yetu kwa sasa, hususan kufuatia ongezeko la bei za mafuta katika soko la dunia. Ni ukweli usiopingika, ongezeko la bei ya mafuta lina athari ya moja kwa moja katika sekta mbalimbali za uchumi wetu. Hivyo pia Watanzania lazima watambue na wajue kupanda kwa bei ya mafuta ni changamoto ya kimataifa yenye athari ya ndani. Kukabiliana nayo kunahitaji mchanganyiko wa sera za kifedha, nishati na uchumi kwa ujumla wake. Taifa linahitaji mkakati mpana unaolenga tu si kupunguza maumivu ya leo, bali kujenga kinga dhidi ya mshtuko ya kesho. Katika kukabiliana na hali hii, Chama cha Mapinduzi kupitia serikali yake kimeanza kuchukua na kitaendelea kuchukua hatua mahususi katika kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Moja, kuanzisha mfuko wa kuhimili ukali wa bei za mafuta, Fuel Price Stabilization Fund. Serikali inakamilisha utaratibu wa kuanzisha mfuko maalum utakaotumika kupunguza makali ya bei ya mafuta kipindi ambacho bei hizo zinaongezeka kwa kasi kubwa. Mpango wa kuanzisha mfuko huu uko katika hatua za mwisho. Lakini jambo la pili, wanahabari, kuanzisha hifadhi ya mafuta ya kimkakati, National Strategic Petroleum Reserve. Serikali inakamilisha marekebisho ya kanuni ya kuanzisha na kuendeleza au kuendesha hifadhi ya mafuta ya kimkakati ili nchi yetu ijihakikishie usalama wa upatikanaji wa mafuta na unafuu wa bei katika vipindi kama hivi vyenye changamoto vinavyojitokeza. Jambo la tatu, kuwa na kituo kikubwa cha mafuta, Petroleum Hub. Serikali imeanza kujenga maghala makubwa ya kuhifadhi mafuta kwa ajili ya kuuzwa ndani na nje ya nchi kulingana na uhitaji. Uwepo wa kituo hiki utawezesha nchi kupata mafuta yenye bei nafuu pale bei zinapopanda kupita kiasi. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ndiye aliyeweka jiwe la msingi pale Kigamboni, nadhani mnakumbuka, katika kuhakikisha Tanzania inakuwa na hazina kubwa au hifadhi kubwa ya mafuta. Kwa jambo hilo serikali ilishaanza kulichukulia hatua. Lakini pia kuanzisha upokeaji wa mafuta katika ghala moja, Single Receiving Terminal SRT, kupitia magara ya tipa ili kupunguza au kuondoa gharama za meli kusubiri au kuchukua muda mrefu katika upakuaji wa mafuta katika maghala mengi. Gharama hizi nazo zina mchango katika bei ya mafuta. Hatua hii itaondoa changamoto za udanganyifu na kuongeza ufanisi katika biashara ya mafuta hapa nchini. Lakini sambamba na hilo, Shirika la Maendeleo ya Petroli nchini TPDC limeongezewa uwezo wa kuagiza mafuta nje ya nchi toka kwa wazalishaji moja kwa moja bila kupitia kwa madalali au watu wa kati. Hii inatoa uhakika wa kupata mafuta kwa bei nafuu zaidi sokoni na hivyo kutoa nafuu kwa watumiaji wa mwisho. Lakini pia kuimarisha utendaji na weledi wa taasisi za serikali zinazoshughulika na biashara ya mafuta nchini ikiwemo EWURA na PBPA, wakala wa uagizaji wa mafuta kwa pamoja, anayehusika na ununuzi wa mafuta kwa pamoja, bulk procurement, ili kupata bei nafuu. Pia kuwekeza kwenye usafiri wa umma kama njia ambazo zitasaidia kuweza kupunguza changamoto hizi. Usafiri wa umma wa kisasa ili kupunguza utegemezi wa mafuta, ikiwemo ujenzi wa vituo vya kuchaji vyombo vya usafiri vinavyotumia umeme kote nchini, kuwekeza katika matumizi ya CNG, gesi asilia iliyoshindiliwa, kwa kujenga vituo vya kujazia gesi na wataalamu wa kufunga mfumo wa gesi kwenye magari, bajaji pamoja na vyombo vingine vya usafiri. Chama kinaitaka serikali pia kuhakikisha ujenzi wa vituo vya CNG kwenye mikoa yote nchini na kufunga mfumo wa gesi katika magari yote ya serikali na vyombo vya usafiri wa umma kwa kuanzia na mikoa yenye idadi ya watu kubwa ikiwemo Dar es Salaam, Arusha na mikoa mingine. Mpango huu utasaidia kushusha gharama za usafiri na usafirishaji na kupunguza sana utegemezi wa mafuta, hivyo kupunguza matumizi ya fedha za kigeni katika uagizaji wa mafuta. Lakini pia inaendelea kufanyika tathmini na mapitio ya ushuru na tozo na kodi katika mafuta ili kupunguza idadi
na viwango kwa lengo la kuleta nafuu kwa wananchi. Jambo lingine, bei za mafuta kupanda ni janga, lakini hatari kubwa zaidi wanahabari ni kukosa mafuta, kwa sababu mafuta yanapokosekana inasababisha mpaka usalama wa taifa letu kuwa hatarini. Hivyo katika nchi yetu, pamoja na bei kupanda, lakini bado mafuta yanapatikana na wananchi wanaendelea kupata huduma hivyo. Ndugu wananchi, changamoto hii ya kupanda kwa bei ya mafuta si ya Tanzania peke yake, bali ni ya kimataifa. Hata hivyo, Chama cha Mapinduzi kinaamini na ina imani kuwa uongozi thabiti wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan utaendelea kufanya vitu vikubwa katika kukabiliana na changamoto hii ya mafuta. Na niwakumbushe kwa uchache kwamba mwaka 2022 kama mnakumbuka, gharama za mafuta zilipanda wakati wa vita ya Russia na Ukraine, na gharama zile baada ya kupanda, serikali ilitoa fedha ya ruzuku bilioni 100 kuhakikisha gharama za mafuta zinapungua kwa wananchi wetu. Hilo jambo lilifanyika mwaka 2022 na ruzuku hiyo ilitolewa kuanzia mwezi Juni mpaka mwezi Disemba, takribani miezi 6. Lakini serikali pia, Chama cha Mapinduzi, imeendelea kutoa ruzuku pindi changamoto zinapojitokeza. Wakati wa janga la COVID, naamini mnakumbuka, gharama ya mbolea ilipanda kwa asilimia kubwa. Mfuko mmoja wa mbolea ulitoka 70,000 mpaka 150,000. Lakini serikali ilitoa fedha ya ruzuku zaidi ya bilioni 150 kuhakikisha mbolea inarejea katika bei ya kawaida na wakulima wanaendelea na uzalishaji katika maeneo tofauti ya nchi yetu. Kwa hiyo, moja, lazima Watanzania watambue na wakumbuke na wajue kwamba Chama cha Mapinduzi na serikali yake mara zote kimekuwa mstari wa mbele kuhakikisha changamoto zinapojitokeza, basi solution ya haraka inaenda kufanyika. Sasa ninaomba niseme jambo moja. Mjengeko wa bei ya mafuta, kulikuwa na hoja kwa nini gharama imepanda ya mafuta kidogo na kulikuwa na hifadhi ya mafuta. Moja, bei ya mafuta inategemea wastani linganifu wa gharama ya mafuta yaliyopo kwenye maghala ya mafuta na yale yanayotarajiwa kupokelewa katika mwezi ambao bei zitatumika. Mfano, bei ya mwezi Aprili inategemea gharama za mafuta yaliyopo kwenye maghala na gharama za mafuta yatakayopokelewa nchini mwezi huo wa Aprili. Gharama hizo hubadilika kulingana na mabadiliko ya kila mwezi ya gharama za kununua mafuta katika soko la dunia, FOB price, gharama za kuagiza mafuta premium, na viwango vya kubadilisha fedha za kigeni, hasa shilingi ya Tanzania dhidi ya dola ya Marekani. Lakini jambo la pili, bei za mafuta za mwezi Aprili 2026 zinategemea gharama za mafuta yaliyokuwa kwenye maghala tarehe 31 na yanayopokelewa Aprili 26. Ndio maana mwezi Aprili mosi ndio gharama huwa zinatajwa. Mafuta yanapopokelewa Aprili 2026 yana gharama za mafuta katika soko la dunia kwa mwezi Machi, kipindi ambacho bei zimeongezeka maradufu kutokana na vita inayoendelea kati ya nchi za Mashariki ya Kati. Lakini jambo la tatu, uagizaji wa mafuta kwa pamoja unasaidia kupata gharama nafuu za uagizaji wa mafuta, tofauti na kila kampuni kununua yenyewe mafuta kidogo. Kwa ujumla, uagizaji wa mafuta unasaidia kupata economies of scale, na ambayo inaenda kudetermine price ya soko au ya bei ya mafuta katika soko. Mafuta yanayoingia nchini hununuliwa zaidi kutoka India na Falme za Kiarabu, ambapo takriban 77% ya mafuta ya hapa nchini kutoka katika nchi hizo mbili. Kwa 23% iliyobaki, mafuta yanatoka Kuwait, Bahrain, Qatar na Oman. Kwa hiyo hili ni somo ambalo inabidi wa Tanzania lakini na baadhi ya viongozi waweze kulifahamu. Sasa, sababu kuu ya ongezeko bei kwa sasa, global supply shock, baada ya kufungwa kwa mlango bahari wa Strait of Hormuz. Kufungwa kwa Strait of Hormuz imeleta mtikisiko mkubwa wa bei za mafuta duniani kwa namna hii. Lazima tujue mlango ule wa bahari hubeba 20% ya mafuta ya dunia nzima kama njia ya kusafirisha mafuta. Ndio main route ya kusafirisha mafuta kutoka Mashariki ya Kati kuja Afrika Mashariki na baadhi ya nchi za ukanda wa Afrika Mashariki. Kufungwa kwa mlango huo kuna impact ya moja kwa moja kwenye bei za mafuta hapa nchini. Moja, kupanda kwa bei ya mafuta yenyewe kwenye soko la dunia kama nilivyosema awali, FOB, ambayo imesababisha bei ya mafuta kupanda kutoka dola 700 mpaka 800 na kufikia dola 1700 mpaka 1800. Hii ni sawa na ongezeko
la zaidi ya shilingi 800 mpaka 1000 kwa lita katika nchi yetu. Lakini pili, kupanda kwa premium kutoka dola 80 hadi 110, ambao kwa sasa imepanda mpaka dola 270 mpaka 300. Hii ni sawa na ongezeko la takriban la shilingi 200 za Kitanzania. Hivyo zaidi ya shilingi 1000 imeongezeka katika bei ya mafuta ambayo tuko nayo leo. Ndio maana unakuta kuna ongezeko kubwa ambalo limetokea. Sasa kuna watu walihoji, wanasema kwa nini baadhi ya nchi gharama ni nafuu, lakini naomba niwape takwimu hapa waandishi wa habari. Mifano ya nchi nyingine, Zimbabwe bei ya mafuta imefika lita 5000 kwa lita moja. Sawa, licha ya serikali kupunguza baadhi ya kodi katika nchi ya Zimbabwe. Lakini ukienda DRC bei ni 5000, pamoja na kwamba serikali imeweka ruzuku katika mafuta hayo. Lakini ukienda South Africa lita moja ya mafuta inauzwa shilingi 5000 mpaka leo hii ambayo tunazungumza. Sasa hata nchi jirani zenye bandari bado zinaathirika. Mfano, Kenya bei ni kati ya shilingi 3500 mpaka 4000 Tanzania shilingi. Kwa sasa tunategemea bei mpya ikitangazwa tarehe 14 Aprili, bei itafika zaidi ya shilingi 5000 kwa nchi ya Kenya. Uhaba huu wa mafuta sio Afrika tu, hata Ulaya na bara la uhuru wa wananchi kutoa maoni. Sasa watu wanashindwa kutofautisha uhuru wa maoni na uhuru wa matusi, ni vitu viwili tofauti. Kuna baadhi ya wenzetu matusi kwao ni uhuru wa maoni, kitu ambacho sio sawa. Sasa lazima uhuru wa maoni uheshimiwe, lakini ule uhuru wa kutukana viongozi, kudhalilisha utu wa watu wengine, kutukana taifa lako na kukejeli, nadhani ule sio uhuru mzuri. Sisi kama viongozi wa vyama vyote vya siasa tuelimishe maadili mazuri kwa vijana, kwa wananchi wetu, ili taifa ambalo tuliachiwa na waasisi wetu, wazee wetu, wazidi kujivunia kwamba ni taifa bora. Lakini jambo lingine, Chama cha Mapinduzi kitaendelea kusimamia misingi ya amani, umoja, upendo na mshikamano katika taifa letu. Na ndio maana mara zote tumekuwa tukihubiri amani, usimamizi wa haki, usimamizi wa maendeleo na utekelezaji wa miradi mbalimbali ambayo inatija na maslahi kwa wananchi. Ombi langu kwa wananchi wa taifa letu, ombi la kwanza, tutambue hatuna mbadala zaidi ya Tanzania. Hii ni Tanzania yetu na ni moja. Tuilinde kwa wivu mkubwa. Tusikubali kwa namna yoyote watu wowote, aidha wako ndani ya taifa au nje ya taifa, ambao wanahubiri mgawanyiko, wanahubiri vurugu, wanaleta mambo yasiyofaa ndani ya taifa letu, basi sisi tusiungane nao. Wajibu wetu mkubwa uwe ni kulinda amani na utulivu wa nchi yetu. Na nitasema hapa jambo dogo sana. Changamoto zinapotokea, matatizo mbalimbali yanapotokea, huwezi kuona mtoto wa kiongozi wa chama chochote amepata madhara, au familia zao, au wao wenyewe. Wanaoathirika ni watu wa kawaida ambao hawahusiki hata na mambo ya siasa. Sasa niseme tu jambo moja, kwamba vijana, kina mama na kina baba, kila mmoja atumie maarifa na uwezo wa akili Mungu aliyompatia kujua kwamba kama huyu familia yake ipo salama na ananihamasisha nifanye mambo yasiyofaa, ajenda yake ni nini? Nani yupo nyuma yake? Tulinde uhai wetu, tulinde utulivu wetu, na tusikubali kwenda kwenye mambo yatakayochochea vurugu au maandamano yanohatarisha usalama wa nchi yetu. Maandamano mazuri ni ya kutafuta fedha, kulima kwa bidii, kufuga kwa bidii, kufanya biashara, pengine na kupenda familia yako vizuri. Haya ni maandamano mazuri. Ila maandamano mabaya ni yale ya kwenda kuriski uhai wako na kufanya vitu visivyofaa, ikiwemo uharibifu wa mali za watu wengine. Hilo sio jambo zuri. Hivyo ni waombe sana Watanzania wenzetu na wananchi wetu kwamba tuzidi kuilinda nchi yetu kwa wivu mkubwa. Lakini jambo lingine, kama chama chini ya mwenyekiti wetu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, taifa letu liko salama. Shughuli za maendeleo zinaendelea vizuri. Mimi mwenezi wa Chama cha Mapinduzi nimefanya ziara mikoa zaidi ya 9 na wilaya karibia 20 na kitu. Watanzania huko mikoani wanafurahia utulivu na amani ya taifa letu. Lakini ukiingia kwenye mitandao ya kijamii unaweza ukahisi
labda upo Darfur au upo Afghanistan, namna watu walivyo mabingwa wa kuandika na kupotosha. Na baadhi ya wanaharakati na vyama vya siasa, unakuta mtu mmoja ana akaunti 50. Hizo akaunti 50, kila akaunti inaenda ina comment kwa kutukana nchi yake. Sasa unajiuliza, muda huo wangetumia katika kuzalisha, pengine wangekuwa mbali zaidi. Lakini wanaharakati walioko nje ya nchi ndio wanaoendesha ajenda za kuligawa taifa. Swali la kujiuliza, huko nje wanahifadhiwa na nani? Wanalipwa na nani? Wanaendeshaje maisha yao? Kama wanapata fedha, ni nani yupo nyuma yao? Sasa haya mambo sio ya kuyashabikia. Mwenzako analipwa, anapokea mshahara, watoto wake wapo Ulaya na nchi zingine, na mke pia. Lakini sisi tuko hapa, hatujakimbia kwetu. Hapa ndio ardhi yetu. Mungu ametupatia ardhi hii. Ni jukumu letu na ni wajibu wetu kuilinda kwa nguvu zote. Tusikubali taifa letu likaharibiwa na watu wachache. Jambo katika kumalizia, tutaendelea na ziara kuanzia tarehe 15 au 16, ambapo tutakwenda kusikiliza wananchi mikoani na wilayani. Tutakwenda kuangalia uhai wa chama kwa kutembelea mabalozi wetu, na tutakwenda kukagua miradi ya maendeleo ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatoa fedha nyingi kuhakikisha miradi ya Watanzania inakamilika. Sasa Chama cha Mapinduzi tupo site. Chama cha Mapinduzi tunakutana na wananchi. Chama cha Mapinduzi kazi yetu kubwa ni kutekeleza ilani ya uchaguzi ambayo tunaamini kwamba mwaka 2030 wakati wa uchaguzi mkuu, Watanzania watatuuliza, mlituahidi hospitali iko wapi? Tutawaambia ile pale. Mliahidi barabara, ile pale. Mliahidi umeme vijijini, ule pale. Hiyo kazi inayofanyika leo tutarejea kwa Watanzania, na Mungu akitupa uhai, Watanzania watatuamini na watatuchagua kwa kishindo tena. Kwa nini? Kwa sababu kazi ya kupeleka maendeleo imefanyika. Wao wanapoendelea kutukana mitandaoni na kufanya harakati, sisi tunajenga nchi na kupeleka maendeleo kwa Watanzania. Sasa mimi niombe sana waandishi wa habari, tunawapenda na kuwaheshimu, ni kiungo muhimu katika maendeleo na uchumi wa nchi yetu. Tuendelee kuhabarisha umma yale mema yote yanayofanywa ndani ya nchi yetu, kwa sababu kalamu zenu zinajenga na kalamu zenu zinabomoa. Lakini waandishi wa nchi yetu, mimi binafsi nawapongeza kwa kazi kubwa mnaoifanya, na Mungu awabariki sana. Tuendelee kuhakikisha kalamu zetu zinatoa wino mwema kwa ajili ya taifa letu, ili vizazi vinavyokuja viweze kujivunia kwamba taifa ambalo limeachwa na wazee wetu ni taifa lenye upendo, lenye umoja, lenye mshikamano. Hivyo baada ya kusema maneno hayo, niwashukuru sana na niwaambie kwamba Tanzania chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan iko salama na kazi inaendelea kwa spidi kubwa. Asanteni kwa kunisikiliza. Karibu. Mheshimiwa Kiongozi, ni kweli usiopingika dhahiri shahiri kwamba vita hivi Mashariki ya Kati baina ya Marekani na Iran dhidi ya Israeli dhidi ya Iran zimeleta athari kubwa kabisa, ikiwemo masuala mazima ya nishati. Na tunashukuru kwamba serikali ya Tanzania ambayo inaongozwa